Mwanamke kijana alimfuata binti yake kisiri na kumkuta akimpikia mwanamke mjamzito aliyeachwa. Alisimama mlangoni bila kutoa sauti, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na hasira iliyochanganyika na hofu. Jikoni kulikuwa na harufu ya wali na mboga ya sukuma wiki, na binti yake Amani alikuwa akichochea sufuria huku akimwambia yule mwanamke kisiri na sauti ya upole, "Usijali mama, hapa uko salama." "Mama?" Mwanamke yule alijibu kwa sauti dhaifu, akishika tumbo lake kubwa. Moyo wa mwanamke aliyesimama mlangoni, Bi Zawadi, ulianza kupiga kwa kasi. Hii haikuwa kawaida. Binti yake hakupaswa kuhusika na mambo ya watu wasiojulikana, hasa mwanamke mjamzito aliyeachwa na jamii. Amani alipogeuka, macho yao yakakutana. Alishtuka. "Mama, ulifikaje hapa?" aliuliza kwa hofu kidogo. Bi Zawadi hakujibu mara moja. Aliingia ndani taratibu, akimtazama yule mwanamke mjamzito kutoka kichwa hadi miguuni. "Huyu ni nani?" Sauti yake ilikuwa tulivu lakini nzito. Kulikuwa na ukimya mfupi. Moto ulikuwa bado unawaka chini ya sufuria. "Mama, ni mtu tu anayehitaji msaada," Amani alisema kwa upole. Lakini Bi Zawadi alijua hii haikuwa zaidi ya msaada, na kile alichokuwa hajui kingebadilisha maisha yao yote. Bi Zawadi aliketi kwenye kiti cha mbao bila kuombwa. Hakutoa macho yake kwa yule mwanamke mjamzito. "Jina lako nani?" aliuliza kwa ukali kidogo. Mwanamke huyo alisita, mikono yake ilitetemeka kidogo. "Naitwa Neema," alijibu kwa sauti ya chini. Amani aliweka sahani mezani haraka, akijaribu kuvunja hali ya ukimya. "Mama, nilimkuta barabarani jana usiku. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kumsaidia. Nilihisi..." Alisimama, akitafuta maneno. "Ulijisikia nini?" Bi Zawadi aliingilia kati. "Nilijisikia kama ningekuwa nimekosea mbele za Mungu." Maneno hayo yalimgusa Bi Zawadi, lakini hakutaka kuonyesha. Aligeuza uso kidogo. "Unajua watu wanavyoongea?" aliuliza. Amani alinyamaza. Alijua vizuri. Katika jamii yao, mwanamke mjamzito bila mume alikuwa hukumu tayari. Neema alijaribu kusimama lakini alishindwa. "Naweza kuondoka kama naleta shida," alisema kwa aibu. "Hakuna anayeondoka," Amani alisema haraka, akimshika mkono. Bi Zawadi aliwaangalia wote wawili. Moyo wake ulivutwa pande mbili: heshima ya jamii na huruma ya moyo, na uamuzi wowote atakaofanya ungekuwa na gharama. Usiku huo haukuwa wa kawaida katika nyumba ya Bi Zawadi. Hakuna aliyelala mapema. Kila mtu alikuwa na mawazo yake. Amani alikuwa chumbani kwake akitazama dari, akifikiria kuhusu kesho. Alijua mama yake hakuwa ameridhika, lakini pia alijua hawezi kumfukuza Neema. Chumba cha wageni, Neema alilala kwa shida. Kila akigeuka alihisi maumivu madogo tumboni. Alijiuliza kama alifanya kosa kukubali msaada wa Amani. "Je, nitawaharibia maisha?" aliwaza kimoyomoyo. Upande mwingine wa nyumba, Bi Zawadi alikuwa ameketi kitandani, macho wazi gizani. Alikumbuka mambo ya zamani, mambo ambayo hata Amani hakuwahi kujua. Alikumbuka siku alipokuwa msichana mdogo, siku alipokumbana na hali iliyofanana sana na hii. Alifumba macho kwa nguvu, kana kwamba anakimbia kumbukumbu hizo. "Siwezi kuruhusu historia ijirudie," alijisemea. Lakini swali lilikuwa, je, historia ilikuwa tayari imeanza kujirudia? Nje upepo ulivuma pole pole, na ndani ya nyumba hiyo ndogo, siri zilianza kuamka moja baada ya nyingine. Asubuhi ilifika mapema kuliko kawaida. Bi Zawadi alikuwa wa kwanza kuamka. Aliingia jikoni na kuanza kuandaa chai kimya kimya. Amani alipokuja, alimsalimia kwa heshima. "Habari ya asubuhi mama." Bi Zawadi aliitikia tu kwa kichwa. Hakukuwa na tabasamu. Baada ya muda mfupi, alisema, "Yule msichana atakaa hapa hadi lini?" Amani alijua swali hilo lingekuja. "Hadi atakapopata mahali pe akwenda mama." Bi Zawadi aligeuka akimtazama moja kwa moja. "Na kama hapati?" Kulikuwa na ukimya mzito. Amani alijibu kwa sauti tulivu lakini thabiti, "Basi atakaa hapa." Maneno hayo yalikuwa kama changamoto. Bi Zawadi hakupenda kupingwa, hasa na binti yake mwenyewe.
Wakati huo huo, Neema alisimama mlangoni akisikia kila kitu. Macho yake yalijaa machozi. Hamtakiwi kugombana kwa sababu yangu, alisema kwa sauti ya kuvunjika. Amani alimkaribia haraka. Hakuna anayegombana. Wewe ni mgeni wetu. Lakini ukweli ulikuwa wazi. Hii haikuwa tu kuhusu mgeni, ilikuwa kuhusu maamuzi yaliyoweza kuvunja au kuunganisha familia. Baada ya kifungua kinywa, mlango uligongwa ghafla. Ilikuwa sauti kali isiyo ya kawaida. Amani alienda kufungua. Alipofungua tu, alikuta mwanamume amesimama pale. Uso wake umejaa hasira na uchovu. Neema yuko hapa? Aliuliza bila salamu. Amani alishtuka. Ni nani wewe? Aliuliza kwa tahadhari. Kabla hajajibu, Neema alitokea nyuma yake. Uso wake ulipauka mara moja. Wewe, umefika? Alisema kwa hofu. Mwanamume huyo alimsogelea hatua moja. Unadhani unaweza kujificha milele? Sauti yake ilikuwa nzito. Bi Zawadi alitoka ndani haraka. Hii ni nyumba yangu, hapa hakuna fujo, alisema kwa mamlaka. Mwanamume alimwangalia kwa sekunde chache, kisha akacheka kidogo. Basi muulize huyu mwanamke wenyu mzuri, anawaambia ukweli wote? Amani aligeuka kumtazama Neema. Manake nini? Neema alishika tumbo lake kwa nguvu, machozi yakianza kumtoka. Sio kila kitu, nilisema. Alinyamaza. Na hapo ndipo ukweli ulipoanza kugonga mlango. Sio kila anayehitaji msaada anasema ukweli wote. Neema alikuwa ameketi kwenye kiti karibu na jiko, akichunguza mikono yake huku akihisi uchungu mdogo tumboni. Naomba maji kidogo, alisema kwa sauti dhaifu. Amani aliruka, akamimina glasi ya maji kwa haraka. Mama, ungependa pia kisha tufanye shughuli nyinyi? Aliuliza kwa hofu kidogo, akimwangalia Bi Zawadi. Bi Zawadi alishikilia mlango, macho yake yakipitia mlango wa jikoni. Usiruhusu hali hii ikutawale, Amani. Lakini pia usijaribu kumdhuru, alisema kwa sauti ya hatari kidogo. Neema alitazama macho ya mama na binti kwa wakati mmoja, akijua wazi kuwa amepata hifadhi, lakini pia anajua si rahisi. Shukrani sana kwa msaada wenu. Sijui ni vipi ningeweza kufanya bila msaada huu, aliongea, uso wake ukiwa umejaa shukrani na aibu kidogo. Amani alitabasamu kidogo. Mama ana akili, lakini moyo wake unahitaji muda kidogo kuelewa. Usijali, tuko hapa nawe. Hapo, Bi Zawadi aliketi taratibu kando, macho yake yakifuatilia kila kipande cha kijikoni, akijua kuwa uamuzi mmoja unaweza kubadilisha maisha ya Neema na labda hata ya familia yake. Saa ya mchana ilifika na jua likiwa limeanza kupanda. Neema alihisi uchovu mkubwa, lakini alijua lazima aendelee. Samahani, nitajaribu kusaidia kidogo, alisema huku akijaribu kusogeza sahani karibu. Amani alicheka kidogo. Hakuna haja, acha mimi nimalize. Lazima uangalie afya yako na mtoto, alisema kwa upole. Bi Zawadi aliinua jicho lake akimtazama binti yake. Hii ni imani yako tu, Amani. Lakini lazima ujue kila tendo lina gharama, alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Hapo mlango ulipigwa tena ghafla. Sauti ya mtu kuingia ilivunja ukimya wa jikoni. Mimi ni ndugu wa Neema, sauti hiyo ilisema, ikijaa shauku na hasira kidogo. Neema alishuka, mikono yake ikitetemeka kidogo. Unadhani unaweza kumrudisha nyuma? Alijisemea kimoyomoyo. Amani alikimbilia kando yake akimshika mkono. Mama yetu atahakikisha hakuna anayeweza kufanya hivyo. Hapa ni salama. Bi Zawadi aliketi chini ya mwanga wa dirisha, akili zake zikikimbia haraka. Hii ilikuwa mwanzo wa ujanja mwingine ambao ungejaribu moyo wa Neema. Mchana alivyopita, Neema alihisi mabadiliko madogo mwilini. Amani alimkaribia na kumuuliza kama anahitaji chakula kingine. Ndiyo, lakini kwa sauti kidogo, nimechoka, Neema alijibu, mikono ikipumzika tumboni. Bi Zawadi aliketi kando ya meza akijaribu kuonyesha uthabiti wake. Usiogope, tunajua unahitaji msaada. Hii sio kosa lako, alisema kwa sauti ya tulivu lakini yenye nguvu. Amani alitabasamu kidogo,
akimtazama mama yake kwa heshima. Hakika mama ana hekima nyingi, lakini pia anahitaji muda kuelewa kila kitu, alijisemea kimoyomoyo. Ndani ya jikoni, mlango ulikuwa wazi kidogo. Mwanga wa jua ulipita ukimulika uso wa Neema. Alikuwa mchanganyiko wa shukrani, hofu na matumaini. Mimi najua nimekuwa mzigo, lakini kila mmoja wenu amenisaidia sana, Neema alisema, macho yake kijaa machozi madogo. Bi Zawadi alimchukua mkono taratibu. Msichana wangu, kila mmoja anapasa msaada wakati fulani. Usijali kuhusu masharti ya jamii. Hapa kuna huruma tu. Hali ikawa tulivu kidogo, lakini ndani ya nyumba siri zingine zilikuwa zimeanza kuibuka. Jioni ilifika na anga likawa rangi ya dhahabu. Bi Zawadi aliamua kuacha wanawake wawili wenyewe kidogo, akihitaji kukaa kimya na mawazo yake. Amani aliketi karibu na Neema, akijaribu kumfanya ajisikie salama. Neema, huna sababu ya kuwa hofu. Tuko hapa nawe, alisema kwa sauti ya upole. Neema alitabasamu kidogo kwa hofu. Naona mwanga huu na moyo wangu umefurahi. Hii ni mara ya kwanza nimehisi huruma kweli. Amani alijua kwamba kila neno la mama yake lilikuwa sahihi, lakini pia alijua hali inaweza kubadilika haraka. Kesho lazima tuchukue hatua zaidi, Amani alijisemea kimoyomoyo. Neema alikanyaga mguu wake taratibu, tumboni mwake akiwa na hisia mchanganyiko wa matumaini na hofu. Naamini Amani, ninaamini kuwa kila kitu kitaenda sawa, alisema. Bi Zawadi alirudi, uso wake ukiwa mzito na mawazo mengi. Kesho tutaanza kuandaa kila kitu, lakini hakika hatuwezi kuruhusu maisha yake kugongana na uharibifu, alisema. Hali ilibaki tulivu kwa muda mfupi, lakini ndani ya nyumba machungu ya siku zijazo yalikuwa yakijikusanya. Usiku ilipofika, nyumba ilibaki tulivu zaidi. Neema alilala kwenye kitanda chake, akijaribu kupumzika. Amani alikaa kando yake, mikono yake ikimshika taratibu. Lala salama. Kesho ni siku mpya, alisema kwa sauti tulivu. Bi Zawadi aliketi kando, akitazama viazi kwenye jiko, mawazo yake yakikimbia haraka. Hapa familia inapoanza kupata changamoto, lazima uwe na nguvu, Amani, alisema kwa sauti ndogo. Neema alihisi joto la moyo. Hakuwahi kufikiri kwamba mtu angeweza kumpa msaada bila masharti. Kwa mara ya kwanza, najisikia salama kweli, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye matumaini. Amani alitabasamu, akitazama mama yake. Kesho tutashughulikia kila kitu. Hii ni familia. Hatutamwacha mtu nje, alisema. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua kuwa uamuzi uliotengenezwa leo utabaki kuwa wa maana, lakini ndani ya nyumba raha na hofu zilichanganyika. Sasa kila mmoja alijua kuwa kesho ingetishaisha hisia zao. Asubuhi ilifika KWA, mwanga mwepesi ukiingia dirishani. Neema aliamka taratibu, akihisi uchovu lakini moyo wake ukiwa na matumaini. Mama, ni vema tukaandaa chakula kidogo kabla ya kuanza kazi, Amani alisema, akimchochea Neema kupumzika kidogo. Bi Zawadi alijitokeza kando, uso wake ukiwa na tahadhari kidogo. Kesho itakuwa ngumu, lazima tuwe tayari KWA kila kitu, alisema. Neema alihisi mshangao na uoga kidogo. Hii ilikuwa mara ya kwanza alipoona vijana wengine wakimjali bila masharti. Naomba nisaidie kidogo, lakini hatakiwi kuchanganya mzigo, alisema kwa hofu kidogo. Amani alitabasamu, akimchochea. Usijali, tupo hapa kwa sababu tunakuhitaji. Hii ni familia. Bi Zawadi aliketi kando ya jikoni, akijua kila hatua wanayochukua inaunda msingi wa kesho. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuwa hatua ndogo ndogo zinaweza kubadilisha maisha yake yote. Chakula kilikuwa tayari na jiko lilijaa harufu ya wali na mboga. Neema aliketi kando akijaribu kula, lakini akishindwa kutokana na uchovu.
Usijali, tutamaliza yote, Amani alisema, akimimina mlo kwenye sahani yake. Bi Zawadi alitazama wanawake wote wawili kwa macho ya heshima na tahadhari. Kila kitu kitakuwa sawa, lakini lazima tukumbuke kuwa dunia hii haiwezi kuelewa kila hali, alisema. Neema alijisikia huzuni kidogo, lakini moyo wake ukiwa na furaha kwa mara ya kwanza. Shukrani, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea, macho yake yakijaa machozi madogo. Amani alitabasamu kidogo, akijua kwa hatua ndogo hii ni hatua ndogo lakini yenye maana. Kesho tutashughulikia kila kitu kwa upole na hekima, alijisemea kimoyomoyo. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua kila neno lina uzito. Hii ilikuwa mwanzo wa safari mpya kwa Neema, Amani na hata yeye mwenyewe. Mchana uliendelea na jiko lilikuwa tulivu kidogo. Neema alihisi uchovu, lakini moyo wake ukiwa na matumaini. Naweza kupumzika kidogo? Alimuuliza Amani kwa upole. Ndiyo, lala, tutakuwa hapa kila wakati, Amani alijibu, akimshika mkono wake kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, akijua kila hatua walizozichukua zinaumiza au kuponya kwa wakati mmoja. Usiogope msichana, hapa hakuna mtu atakayekukosea haki, alisema kwa sauti tulivu. Neema alijisikia amani. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika muda mrefu alipoona upendo wa kweli na huruma. Najua kuwa kesho itakuwa ngumu, lakini sasa najua si peke yangu, aliongea akitabasamu kidogo. Amani alitabasamu kidogo, akijua kuwa uamuzi wake wa kujaribu kumsaidia Neema ulikuwa sahihi. Bi Zawadi alitazama dirisha, mwanga wa jua ukiangaza uso wake, akijua safari hii haikuwa rahisi, lakini ilikuwa ya maana. Jioni ilifika na nyumba ikawa tulivu kidogo. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni kwa uangalifu. Amani alikaa kando yake, akitazama uso wake ukiwa mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Lala salama, kesho tutaanza kila kitu, alisema Amani kwa upole. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua kila neno lina uzito. Hapa, familia inapopata changamoto, lazima uwe na moyo imara, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuna mtu anaelewa hali yake kweli. Najua sasa, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea kimoyomoyo. Amani alitabasamu kidogo, akijua kuwa hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho yenye matumaini. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua uamuzi wao wa leo ungebeba matokeo kesho. Usiku ulipofika, nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kwa amani kidogo, akijua kuna watu watakaomsaidia. Amani alikaa kando yake, mikono yake ikimshika kwa uangalifu. Lala salama, kesho ni siku mpya, alisema kwa sauti tulivu. Bi Zawadi aliketi kando, akitazama mwanga wa jua ulioingia kidogo kutoka dirishani, akijua safari hii haikuwa rahisi. Kesho lazima tuchukue hatua zote kwa hekima, lakini hakika hatuwezi kumwacha mtu peke yake, alisema, akijua kila uamuzi ni muhimu. Neema alihisi amani, akijua kwa mara ya kwanza maisha yake yanaweza kubadilika. Hali ilikuwa tulivu kwa muda, lakini ndani ya nyumba, hisia za furaha, hofu na matumaini zilikusanyika pamoja. Asubuhi ilifika tena na Neema alihisi uchovu kidogo, lakini moyo wake ukiwa na matumaini. Mama, nitakusaidia kusogeza chakula kando kidogo, Amani alisema, akimchochea Neema kupumzika. Bi Zawadi alijitokeza kando, uso wake ukiwa na tahadhari. Hii ni kazi yetu pia, lakini lazima tuwe makini na kila hatua, alisema, akijua kila uamuzi ulikuwa na matokeo. Neema alijisikia hofu kidogo, lakini moyo wake ukiwa na furaha. Najua nina msaada hapa. Shukrani sana, aliongea akitabasamu kidogo. Amani alitabasamu, akijua kuwa hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho yenye matumaini. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua safari hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa kwa familia yote. Mchana ulivyopita, nyumba ilibaki tulivu. Neema alihisi uchovu kidogo, lakini moyo wake ukiwa na furaha.
Naweza kupumzika kidogo? Alimuuliza Amani. Ndiyo, lala, tutakuwa hapa kila wakati, Amani alijibu, akimshika mkono wake kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, akijua kila hatua walizozichukua zinaweza kuponya au kuumiza. Usiogope msichana, hapa hakuna mtu atakayekukosea haki, alisema kwa sauti tulivu. Neema alihisi amani. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika muda mrefu alipoona huruma ya kweli. Najua kesho itakuwa ngumu, lakini sasa najua si peke yangu, aliongea akitabasamu kidogo. Jioni ilifika na nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni. Amani alikaa kando yake, akitazama uso wake ukiwa mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Lala salama, kesho tutaanza kila kitu, alisema kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, mawazo yake yakikimbia haraka. Hapa, familia inapoanza kupaka changamoto, lazima uwe na moyo imara, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuna mtu anayeelewa hali yake kweli. Najua sasa, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea kimoyomoyo. Usiku ulipofika, nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni. Amani alikaa kando yake, mikono yake ikimshika kwa uangalifu. Lala salama, kesho ni siku mpya, alisema kwa sauti tulivu. Bi Zawadi aliketi kando, akitazama mwanga wa dirisha ulioingia kidogo kutoka nje, akijua safari hii haikuwa rahisi. Kesho lazima tuchukue hatua zote kwa hekima, lakini hakika hatuwezi kumwacha mtu peke yake, alisema, akijua kila uamuzi ni muhimu. Neema alihisi amani, akijua maisha yake yanaweza kubadilika. Hali ilikuwa tulivu kwa muda, lakini ndani ya nyumba, hisia za furaha, hofu na matumaini zilikusanyika pamoja. Asubuhi nyingine ilifika, jua likiwa likiangaza jikoni. Neema aliamka akijua lazima ajitayarishe kwa siku mpya. Mama, ni vyema tuanze kusonga mbele na kila kitu, Amani alisema kwa upole, akimchochea Neema. Bi Zawadi aliketi kando, uso wake ukiwa mzito, lakini macho yake yakijaa matumaini. Leo ni hatua mpya, hakuna kinachoweza kusababisha hatari hapa, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi amani na shukrani. Hii ni mara ya kwanza nimesikia upendo na heshima bila masharti, aliongea kimoyomoyo. Amani alitabasamu, akijua hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho yenye matumaini. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua safari hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa, sio tu kwa Neema, bali kwa familia yote. Siku mpya ilifika, na Neema alihisi nguvu kidogo kuanza. Mama, nitasaidia kupanga jikoni kabla ya kuanza kazi, Amani alisema kwa upole. Bi Zawadi alitazama binti yake, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa tahadhari na fahari. Usiruhusu kila kitu kikushinde, lakini pia ujue unapaswa kumjali kila mtu, alisema. Neema alijisikia mshangao kidogo, moyo wake ukiwa na matumaini. Hii ni mara ya kwanza nimeona familia yenye huruma kweli, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye furaha. Amani alitabasamu, akijua hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua kila uamuzi unaounga mkono Neema una matokeo makubwa. Mchana ulivyopita, Neema alihisi uchovu kidogo, lakini moyo wake ukiwa na matumaini. Naweza kupumzika kidogo? Alimuuliza Amani kwa upole. Ndiyo, lala, tutakuwa hapa kila wakati, Amani alijibu, akimshika mkono wake kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, akijua kila hatua walizozichukua zinaweza kuponya au kuumiza. Usiogope msichana, hapa hakuna mtu atakayekukosea haki, alisema kwa sauti tulivu. Neema alihisi amani. Hii ilikuwa mara ya kwanza alipoona huruma ya kweli. Najua kesho itakuwa ngumu, lakini sasa najua si peke yangu, aliongea, akitabasamu kidogo. Jioni ilifika na nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni. Amani alikaa kando yake,
akitazama uso wake ukiwa mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Lala salama. Kesho tutaanza kila kitu, alisema kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, mawazo yake yakikimbia haraka. Hapa, familia inapoanza kupata changamoto, lazima uwe na moyo imara, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuna mtu anayeelewa hali yake kweli. Najua sasa, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea kimoyomoyo. Usiku ulipofika, nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni. Amani alikaa kando yake, akitazama uso wake ukiwa mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Lala salama. Kesho tutaanza kila kitu, alisema kwa sauti tulivu. Bi Zawadi aliketi kando, akitazama mwanga wa dirisha ulioingia kidogo kutoka nje, akijua safari hii haikuwa rahisi. Kesho, lazima tuchukue hatua zote kwa hekima. Lakini hakika, hatuwezi kumwacha mtu peke yake, alisema, akijua kila uamuzi ni muhimu. Neema alihisi amani, akijua maisha yake yanaweza kubadilika. Hali ilikuwa tulivu kwa muda, lakini ndani ya nyumba, hisia za furaha, hofu na matumaini zilikusanyika pamoja. Asubuhi ilifika, jua likiwa likiangaza jikoni. Neema aliamka akijua lazima ajitayarishe kwa siku mpya. Mama, ni vema tuanze kusonga mbele na kila kitu, Amani alisema kwa upole, akimchochea Neema. Bi Zawadi aliketi kando, uso wake ukiwa mzito lakini macho yake yakijaa matumaini. Leo ni hatua mpya. Hakuna kinachoweza kusababisha hatari hapa, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuna mtu anayeelewa hali yake kweli. Najua sasa, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea kimoyomoyo. Amani alitabasamu, akijua hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho yenye matumaini. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua safari hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa, sio tu kwa Neema, bali kwa familia yote. Jioni ilifika, na Neema alihisi uchovu mdogo, lakini moyo wake ukiwa na matumaini. Mama, nitasaidia kusogeza kila kitu kidogo kabla ya usiku, Amani alisema kwa upole, akimchochea Neema. Bi Zawadi alitazama binti yake, uso wake ukiwa mchanganyiko wa tahadhari na fahari. Hakikisha kila hatua ni salama. Hakuna anayepaswa kuumia, alisema, akijua kila uamuzi una matokeo. Neema alijisikia mshangao kidogo, moyo wake ukiwa na furaha. Hii ni mara ya kwanza nimeona familia yenye huruma kweli, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye matumaini. Amani alitabasamu, akijua hatua ndogo zinaweza kuunda msingi wa kesho. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua safari hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa kwa familia yote. Mchana ulivyopita, Neema alihisi uchovu, lakini moyo wake ukiwa na furaha. Naweza kupumzika kidogo? Alimuuliza Amani. Ndiyo, lala, tutakuwa hapa kila wakati, Amani alijibu, akimshika mkono wake kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, akijua kila hatua walizochukua zinaweza kuponya au kuumiza. Usiogope msichana, hapa hakuna mtu atakayekukosea haki, alisema kwa sauti tulivu. Neema alihisi amani. Hii ilikuwa mara ya kwanza alipoona huruma ya kweli. Najua kesho itakuwa ngumu, lakini sasa najua si peke yangu, aliongea akitabasamu kidogo. Usiku ulipofika, nyumba ilibaki tulivu. Neema alilala kitandani, mikono yake ikimshika tumboni. Amani alikaa kando yake, akitazama uso wake ukiwa mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Lala salama, kesho tutaanza kila kitu, alisema kwa upole. Bi Zawadi aliketi kando, mawazo yake yakikimbia haraka. Hapa familia inapoanza kupata changamoto, lazima uwe na moyo imara, alisema, akijua kila neno lake lina nguvu. Neema alihisi joto la moyo, akijua kuna mtu anayeelewa hali yake kweli. Najua sasa, sijawahi kuhisi huruma kama hii, aliongea kimoyomoyo. Asubuhi nyingine, Amani aliamua kuchukua hatua kubwa. Mama, lazima tutenge mipango ya kumsaidia Neema.
Ili mtoto akuwe salama, alisema kwa upole lakini kwa ujasiri. Bi Zawadi aliketi kando, uso wake ukiwa mzito lakini macho yake yakijaa matumaini. Umeona, hatua ndogo zinaweza kuunda mabadiliko makubwa. Sasa ni wakati wa hatua kubwa, alisema. Neema alimshangao kidogo. Hii ni mara ya kwanza nimesikia huruma na mpango kwa dhati, aliongea kimoyomoyo. Amani alitabasamu, akijua hatua ndogo za leo zingeunda msingi wa kesho yenye matumaini. Bi Zawadi aliketi kimya, akijua kila uamuzi una nguvu ya kubadilisha maisha. Jioni ya mwisho ilifika, jua likiwa likichota nyuma ya milima. Neema alilala, akijua hana hofu tena. Mimi nina shukrani kwa kila mtu, najua sasa kuna tumaini, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye furaha. Amani aliketi kando, mikono yake ikimshika. Lala salama, kesho ni siku mpya, tuko pamoja, alisema. Bi Zawadi aliketi kimya kando yao, akitazama anga la jioni. Safari hii imeonyesha kuwa upendo, huruma na ujasiri vinaweza kubadilisha maisha, alisema kimoyomoyo. Neema alitabasamu, macho yake yakijaa furaha na amani. Hii ni mwanzo mpya, si mwisho, alisema. Hapo nyumba ilibaki tulivu, lakini ndani yake moyo wa familia ulikuwa umejaa matumaini, upendo na ahadi ya kesho bora zaidi. Na hivyo hadithi ya mwanamke kijana alimfuata binti yake ilimalizika kwa hisia za nguvu, huruma na mabadiliko yenye maana.